Eneo la makazi katika jiji la Kiev limegeuka uwanja wa majonzi baada ya shambulio kubwa la anga lililodumu kwa zaidi ya saa 12 na kuacha alama ya huzuni kwa familia nyingi za Ukraini. Shambulio hilo lililodaiwa kuwa moja ya mashambulio makubwa zaidi tangu kuanza kwa vita limewaua watu 4 na kujeruhi wengine 40. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni msichana mdogo mwenye umri wa miaka 12, tukio ambalo limezidisha machungu na ukakasi katika jamii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alithibitisha vifo hivyo na kueleza kwa masikitiko makubwa kuwa shambulio hilo limeacha majeraha ya mwili na nafsi kwa taifa zima. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi la anga, Urusi ilirusha takribani ndege zisizo na rubani, drones 600 na makombora kadhaa yaliyolenga maeneo 7 ya Ukraine, hatua inayoashiria ongezeko la kasi na ukubwa wa mashambulizi. Pia katika moja ya mikoa ambayo inapatikana katika nchi ya Ukraine, zaidi ya watu 16 waliripotiwa kujeruhiwa, wakiwemo watoto 3. Maeneo ya makazi, hospitali na miundombinu ya kiraia yameripotiwa kuathirika vibaya, na hali hii imezidisha wasiwasi wa kibinadamu kutokana na ongezeko la wakimbizi wa ndani na uharibifu wa mali. Rais Zelensky, akizungumza kwa sauti yenye msisitizo, alieleza shambulio hilo kama shambulio la kinyama, akibainisha kuwa hatua hiyo inaonyesha wazi msimamo wa Moscow kuendelea na vita vya damu. Hii ni ishara kwamba Urusi haitaki amani bali inataka kuendelea kupigana na kuua. Hata hivyo, Ukraini italipiza kisasi kwa kila tone la damu lililomwagika, alisema Zelensky katika hotuba yake kwa taifa. Hadi sasa serikali ya Moscow haijatoa tamko lolote rasmi kuhusu mashambulizi hayo, hali inayozua hisia mseto katika uwanja wa kidiplomasia. Wakati huo huo, mashirika ya misaada ya kimataifa yameeleza hofu yao kuhusu ongezeko la waathirika wa kiraia na kuendelea kusambaratika kwa hali ya maisha katika miji kadhaa. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaona shambulio hili kama mkakati wa Urusi kuongeza shinikizo kwa Kiev, wakati ambapo mazungumzo ya kimataifa kuhusu mustakabali wa vita bado hujafikia mwafaka. Wengine wanasema kuwa hatua hiyo ni jaribio la kuonesha nguvu za kijeshi na kupunguza uwezo wa Ukraini katika kujilinda na kujiandaa kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Athari za kibinadamu zinazidi kuongezeka. Mashambulizi kama hayo yameharibu si tu nyumba na miundombinu, bali pia yamevunjilia mbali matumaini ya amani kwa wananchi wa kawaida ambao kila siku wameshuhudia ndoto zao zikiyeyuka. Wazazi wanawalilia watoto wao, watoto wanakosa makazi, na kila familia inabeba mzigo wa vita isiyo na mwisho. Katika hali hii, jumuiya ya kimataifa inakabiliwa na changamoto kubwa ya kuamua mustakabali wa mgogoro huu. Wito wa kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ya amani unaendelea kusikika, lakini sauti za mabomu na milio ya makombora bado zinatawala anga la Ukraine. Kwa sasa macho yote yameelekezwa Kiev na mikoa inayoathirika, huku dunia ikisubiri kuona iwapo mashambulizi haya makubwa yatafungua ukurasa mpya wa maamuzi ya kimataifa au yataendelea kuwa kumbukumbu mbaya kwa vizazi vijavyo vya Ukraine. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwaheri kwa sasa.